Namshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa mwongozo wake, lakini pia kwa kutusukuma mara kwa mara na kuhakikisha kwamba mambo haya yote yanawezekana. Lakini pia nataka kuwashukuru wenzangu ofisini, maana kazi hii na maelekezo ya Mheshimiwa Rais sio jambo dogo. Lakini leo hii ninaposimama mbele yako Mheshimiwa Spika, ninayo furaha ya kusema kwamba kazi imekamilika na kwamba sasa tunaenda kutekeleza mambo mengine. Lakini pamoja na hilo pia, Mheshimiwa Spika, yako maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais aliyatoa, na haya ni maelekezo ya nia nzuri ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba vijana wake wa Kitanzania wanaendelea kula neema ya nchi yao. Mheshimiwa Rais alielekeza katika wale vijana watakaokuwa wamepata ajira katika zile nafasi 12,000, basi wale watakaowahi kuingia kazini kabla mwezi wa kwanza hujakwisha waingizwe kwenye payroll ya serikali na wapate mshahara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kutoa taarifa mbele ya bunge lako kwamba watumishi 735 wa kwanza waliofanikiwa kuripoti katika vituo vyao mapema wote waliingizwa kwenye payroll ya serikali na wamekula mshahara wa mwezi wa kwanza. Mheshimiwa Spika, liko jambo Mheshimiwa Spika ambalo nataka nieleze vizuri, na naomba bunge lako tukufu na wananchi wanaotufuatilizia kwenye televisheni na vyombo vingine vya habari waniazime masikio yao vizuri. Kumetokea vitu viwili. Moja, wako watu ambao wamekuwa wanahangaika sana na kufanya mabadiliko ya vituo. Malalamiko ni mengi, na wengineo wanawatumia hata baadhi ya viongozi humu ndani, na wengine wanawatumia wazazi wao wanaotufahamu ili tuwabadilishe vituo. Nataka niseme mbele ya maiki hii, maelekezo tuliopewa na ndiyo mtazamo wa serikali na ndiyo maelekezo ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu pia naye ametuelekeza, hakutokuwa na mabadiliko ya vituo vya kazi sehemu yoyote. Kila mtu aende kwenye kituo alichopangiwa kazi. Tanzania ni yetu sote. Hakuna mtu mwenye haki ya kukaa mjini, hakuna mtu ambaye hana haki ya kukaa mjini anatakiwa kukaa vijijini. Wote tunatakiwa kwenda kufanya kazi ya kuwatetea Watanzania, kuwasaidia Watanzania. Hivyo na mimi nataka niseme katika maiki hii, Mheshimiwa Spika, kwamba maelekezo yaliyotolewa na viongozi na sisi pia tunaendelea kuyasimamia, hakutokuwa na mabadiliko ya kituo chochote cha kazi. Kwa hiyo kama umepangiwa kule Kigoma kwa wajomba zangu, na kuomba funga safari, nenda Kigoma kafanye kazi. Na kama wewe umebahatika kupangiwa Dodoma, na kuomba funga safari, njoo Dodoma tufanye kazi. Hakuna upendeleo katika hili jambo, na jambo hili liko wazi. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais alituelekeza kufanya mapitio ya mfumo wetu wa mawasiliano serikalini ambao unawakutanisha viongozi na wananchi wetu, na hapa nakusudia kuzungumzia mfumo wa e-mrejesho. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia ofisi ya Rais utumishi ilifanya kazi yake. Tulipitia mfumo huu, na kupitia mfumo huu tuliongeza dirisha dogo, dirisha linaloitwa Sema na Kiongozi, ambao linawezesha wale viongozi waliotajwa katika maelekezo yaliyotolewa waweze kuzungumza na wananchi moja kwa moja. Na hapa nakusudia kuzungumzia katika ngazi ya wizara, mawaziri na manaibu mawaziri, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu. Nataka niwaseme hapa kwa majina ili wafahamike vizuri. Katika ngazi ya sekretarieti za mikoa, wakuu wa mikoa na marasi, lakini wilayani ninazungumzia wakurugenzi, nazungumzia wakuu wa wilaya, na nazungumzia pia makatibu tawala wa wilaya zetu. Lakini pamoja na wao pia wakurugenzi wa zile taasisi ambazo zinatoa huduma kwa wananchi. Makundi haya manne ambayo nimeyataja matatu, Mheshimiwa Spika, yote yanatakiwa yaungwe katika mfumo huu wa e-mrejesho, dirisha la Sema na Kiongozi. Na makusudio makubwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika, ni yale maelekezo yaliyotoa Mheshimiwa Rais ya kwamba anataka serikali yake viongozi wazungumze na wananchi moja kwa moja. Na katika kufanya hivyo, Mheshimiwa Spika, serikali imekwisha kamilisha ujenzi wa mfumo huu, na sasa tuko katika hatua ya kuwafundisha. Lakini jambo lililozuri kuliko yote, na ndio maana nikasema mwanzo niwataje kwa majina na wanisikilize, kwamba mfumo huu umeunganishwa moja kwa moja na dashboard ya Mheshimiwa Rais.
Kwa hiyo kama kuna waziri, kama kuna wakuu wa mikoa, kama kuna watendaji ambao wameunganishwa na mfumo huu hawatofanya kazi, jambo la PDF litawahusu. Mheshimiwa Spika, nasema haya kwa sababu ni maelekezo ambayo tumepewa na Mheshimiwa Rais, na sisi kupitia ofisi ya Rais utumishi tunachofanya ni kusimamia utaratibu. Lakini pia kama mnavyofahamu, kiranja wetu Mheshimiwa Waziri Mkuu naye pia ataunganishwa na dirisha hilo ili aweze kusimamia vizuri utumishi wa umma katika serikali yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Spika, naomba tu kusema kwamba sisi kama wizara inayosimamia utumishi na utawala bora tulipewa maelekezo mahususi katika maeneo makubwa mawili, na kwa hakika tumetekeleza kama ambavyo tumeelekezwa. Na katika eneo hili la pili, naomba tu niwaombe sana viongozi wenzangu, hususan mawaziri, manaibu mawaziri, lakini pia makatibu wakuu, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wengine wote ambao wanahusika na eneo hili. Eneo la mrejesho ni jambo la muhimu. Wananchi wetu wana malalamiko yao. Upo wakati uweze kukutana nao mmoja mmoja, lakini kupitia mfumo huu upo utaratibu ambao umetengenezwa na watapitishwa wote ili waweze kufanya kazi ambayo Mheshimiwa Rais aliwaahidi wa Tanzania na sisi kama wasaidizi wake twende kuitekeleza.